Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Nimepokea maswali kadhaa kutoka kwa ndugu yetu huyu kutoka Kenya. Hafadhahullahu ta'ala wa ra'ahu. Ndugu yetu anasema, nimeona maswali yake yana mantiki. Kuna maswali kama manne hivi. Yana mantiki sana watu wote. Na naamini watu wengi huwa wakijiuliza maswali kama haya. Yuauliza huyu ndugu yetu, Allah amhifadhi. Anasema, juzi niliulizwa swali, naomba utueleze kwa mafunzo ya sahihi Sheikh. Kuna mama mmoja alipandisha akaeleza uwepo wa wachawi usiku uliopita nyumbani kwao. Akatoa tahadhari na pia kumtaja huyo mchawi kwamba fulani mchawi, fahzarhum, manake mjihadhari nao. Fulani na fulani wachawi mjihadhari nao. Sasa Sheikh yuauliza huyu ndugu yetu, je, wachawi wana nguvu ya kufanya kazi msimu huu wa Ramadhani? Manake ameegemeza hadithi ya Mtume, iza jaa Ramadhani, itakapokuja Ramadhani anasema futahat abwaba aljanna, inafunguliwa milango ya nini? Ya pepo. Wa khuliqat abwaba an-nar, inafungwa milango ya motoni. Wa sufidat shayatin, na wanafungwa mashaitani. Ikiwa na watu tunaamini kwamba hawa wachawi wote mashaitani, inakuwaje? Je, wachawi wana nguvu ya kufanya mambo yao na uchawi msimu wa Ramadhani? Je, swali la pili, je, yaswihi kiumbe kupanda katika mwezi wa Ramadhani? Swali jingine la tatu, je, huyo kiumbe atakuwa mwema wakati viumbe wengine wapo kwenye ibada, wapo kwenye msimu wa ibada, mambo ya tarawehi, mambo ya qiyamul laili, mambo ya siyam? Na swali lake la mwisho ambalo la 4 hiyo asema, je, maneno aliyoyasema yanaweza kuwa ya kweli au ni katika kuleta fitna? Yanaweza kuwa ni ya kweli au ni katika kuleta fitna? Vipi tutabaini haya? Shukrani mzee. Alhamdulillah. Iko hivi. Swali lake la kwanza, je, wachawi wana nguvu ya kufanya kazi katika msimu wa Ramadhani? Naam, wanayo nguvu. Wanayo nguvu wachawi, na tunaelezwa kwamba tunaposema wasufidat shayatin, mashaitani, kwamba wanafungwa minyororo, ni wale mashaitani wakubwa wakina Iblis, mashaitani wakubwa. Hawa mashaitani wadogo wanaachiwa. Hawa mashaitani wadogo wanaachiwa. Kwa hiyo naam, moja kwa moja kwamba wachawi wanaweza kufanya shughuli zao ama kuendesha shughuli zao za kawaida katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakaendelea kuwaingia watu na kuwakaba. Hata mimi nilishuhudia kwa macho yangu. Nilishuhudia kwa macho yangu mwenyewe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Toka zamani niko mdogo nimeshuhudia wachawi wakifanya majukumu yao katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naam. Moja kwa moja nifanyie subra kidogo. Kuna kitu naangalia hapa ili nipate ushahidi. Ili nipate ushahidi wa hili. Pana kitu hapa najaribu kuangalia. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Barakallahu. Okay, sawa, tunaendelea. Akauliza swali lake la pili na kalili, anasema, je, yaswihi kiumbe kupanda katika mwezi wa Ramadhani? Mwezi wa Ramadhani, yani jini kupanda. Sijafahamu hii kuswihi katika dini ama kuswihi, je, yawezekanika? Kuhusiana na swala kuwezekanika, naam, inawezekanika jini akapanda katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Inawezekanika. Katika swala la kuswihi khilaf fi qaulani, katika hili kuna kauli mbili za wanawazuoni. Pana wengine wanasema haiwezekani jini kupanda na wengine wanasema jini inawezekana kupanda. Swali jingine linauliza, je, kiumbe atakuwa mwema wakati viumbe wengine wapo katika ibada, yeye anapanda? Iko hivi ndugu zanguni, rohani
anapanda, lakini usahihi wa kupanda kwa ruhani ni pale ambapo atapandishwa na mjuzi. Atapandishwa na mjuzi. Ni mara chache sana, yaani kati ya mara 1 billion basi ni mara 5 katika 1 billion ruhani anaweza kapanda mwenyewe tu ghafla tu, mwenyewe hivi, au mtu yote ruhani anapandishwa na watu maalumu wenye fani, ambao wana fununi nyingi katika fani za kitiba, za kitabibu. Na moja kwa moja ama jini ambaye anaweza kapanda ni hao majini ambao tunasema makhudamiati. Na huyo khudamiati kipindi yuwapanda, anaweza saa nyingine akawa anasema ukweli, na kuna muda mwingine anaweza akawa anasema uongo. Anaweza saa nyingine akawa anasema ukweli, na muda mwingine akawa anasema uongo. Pia hii ni bahati ya mtu mwingine. Anaweza kawa na majini wanaopanda wakawa wanafanya kazi vizuri mpaka akajua ni maruhani, kumbe ni makhudam. Yeye akajua ni maruhani, kumbe ni makhudam, kwa sababu kuna mwingine anapata jini wa kawaida lakini ni mukhlis, mcha Mungu, anamuongoza katika masala ya khairi, katika masala mazuri. Hukumu ya huyu jini maana yake moja kwa moja mtu atajua labda huyu na rohani, kumbe ana khudam. Kwa hiyo usije ukajua mwenzako kapanda kapewa taarifa zimekuwa za kweli, pengine mwenzako ana jini mwema lakini wewe una jini mchafu. Na hawa mashetani siku zote ni wale ambao wanafitinisha, wanafitinisha. Na wale ambao wanawafitinisha Waislamu wa kike na Waislamu wa kiume, wana adhabu yao. innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul khaliq. Je, maneno aliyoyasema yanaweza kuwa ya kweli? Maneno aliyoyasema kwa huyo mama unamsemea wewe, sijui jina lake, ni kweli kwa huyo mama, lakini isiwe mazoea. Unaamini kwamba kila akisema waamini, kwamba kila ukimsikia anasema hapana. Hawa iacho koko, sababu inafika. Hawa ni viumbe na wana mtihani. Kwa hiyo sio kila analosema unakuwa unaliamini. Na moja kwa moja hata mimi pia hii kauli naitilia nguvu. Ukiona kiumbe wako anapenda kupanda sana, kwa dalili kubwa kiumbe ni muongo au ni mchafu, atakupeleka jehanamu. Anapenda kupanda sana, yani apakuchi ashapanda, mwangalie sana. Sisi tunamaliza miaka na mamiaka na hatujui nini maana ya kupandisha, na tunafanya kazi za watu na zinanyoka. Yawezekana kabisa kiumbe mwema akafanya kazi pasi na shaka yoyote, kama ilivyokuwa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala anafanya kazi nyingi, anatutimizia ya kwetu katika dua, lakini hatujakuja kuona kapanda akaja kichwani akianza kuelezea. Kwa hiyo hata kiumbe mwema mcha Mungu rohani yoweza kukufanyia majambo mengi na akakupatia ruhia na masalia mengine kama hayo. Wallahu a'lam.